na kwa mfano wa Mungu akaumbwa mwanadamu ambaye tunamjua anaitwa Adamu. Akamfanya mwanadamu anaitwa Adamu. Hapo ndipo tunapoanzia mfano wa Mungu. Haleluya. Mungu. Haleluya. Mfano Kristo alipokuja duniani ambaye ndiye mfano halisi wa Mungu. Si kulikuwa kuna wanadamu, si ndio? Kristo Yesu amekuta kuna wanadamu wengine duniani. Mfano nasemea katika tarehe zake za kuzaliwa, si alikuta wanadamu. Lakini katika wanadamu wote wa wakati huo hayupo aliyefanana na Mungu. Kwa hiyo ni Yesu peke yake ndiye mfano wa nani? Haleluya. Sasa sitaki kuzungumzia Adamu naye wakati ule alipoletwa. Je, kulikuwa kuna wanadamu wengine? Inawezekana kulikuwa kuna wanadamu, lakini hakukuwa kuna mwanadamu aliyefanana na yeye. Swala hapa ni mfanano. Swala hapa sio kuwa na mikono miwili, miguu miwili, kichwa, pua kama ulivyo nayo, midomo, macho, ukafikiri ndio mfano wenyewe unaozungumzwa hapa. Hapana. Ni vitu kabisa tofauti. Mfano hapa unaozungumzwa ni mtu mwenye asili ya moyo wa Mungu. Huo ndio mfano halisi unaotajwa hapa. Sasa kwa wakati ule Adamu ndio alionekana kwa ni mtu bora. Si nasema na mtu. Angalia hata wakati wa Nuhu pia. Wakati wa Nuhu maandiko yanasema wanadamu walikuwa wamejaa. Mungu akasema akatazama wote hakuna mtu aliyempendeza. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa tunasema nini? Tunasema Mungu akamuona Nuhu, angalau huyu wa mfano wangu. Haleluya. Maana kuna watu wanaweza kusisitiza mfanano wa Mungu ukafikiri ni miguu na mikono na kichwa. Mfano wa Mungu, sio mambo mfano wa Mungu. Unaweza ukawa mfano wa Mungu lakini ni mnyama tu. Unaweza mfano wa Mungu. Unaweza ukawa unajiona kama ulivyo lakini kumbe ni mnyama tu. Tuko wote pamoja. Ndio maana unapozungumzia au kutafuta mfano wa Mungu naenda ndani zaidi. Maneno ya Mungu yanafafanua ni upi, ni mfano gani huo. Haleluya. Kwa hiyo ni vitu kwa kina sana. Kwa hiyo sio kila mtu unayemuona ni mfano wa Mungu. Hapana. Ila kila mtu anaweza kuwa mfano wa mwanadamu. Tukiweka hivyo itakuwa sawa. Si ndio? Kila mtu anaweza kuwa mfano wa mwanadamu. Ukikutana na mtu ukimuona mwana anafanana na mwanadamu, si kila mtu anafanana na Mungu. Ila kila mtu anaweza kufanana na mwanadamu. Si inaeleweka hapo? Yaani kila mtu unayekutana naye ni ule unayemuona na miguu miwili, masikio, kichwa kama wewe, mikono. Huyo ana mfano wa mwanadamu, sio mfano wa Mungu. Sasa tunapoangalia hapa kwenye Mwanzo kuhusu mfano wa Mungu, kuna kitu cha undani sana kinazungumzwa pale ambacho watu wanakichukua juu nafikiri labda kila mtu ni mfano wa Mungu. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu bwana. Sisi sote ni mfano wa Mungu bwana. Kuna vitu vinatajwa pale. Haleluya. Kuna vitu vinatajwa pale. Kama ingekuwa ni hivyo, nadhani Kristo asingekuja. Kwa hiyo tunaanza pale kama jiwe la msingi la kujenga uungu na ubinadamu vikae pamoja. Yaani hapo ukizungumzia uungu na ubinadamu vikae pamoja, maana yake unamzungumzia mwanadamu aliyemwamini Mungu akajazwa Roho Mtakatifu ndani. Huyo sasa mwanadamu anaitwa mwanadamu mwenye asili ya uungu ndani yake. Amen. Amen. Yes. Sasa hapo ndipo mahali ambapo sasa msingi wa ubinadamu hasa na uungu hasa unaanzia pale. Lakini maandiko yanatuambia hivi, wakati ule Mungu aliumba wanyama na vitu vingine vyote, si ndio? Lakini
kukawa bado kuna mapungufu makubwa, kwa sababu hajawepo mwakilishi, hajawepo mtu wa kufanana na Mungu. Sasa ikaonekana bwana, kutakuwa kuna ulazima sana afanywe mtu ambaye atakuwa na mfano wa Mungu ili aweze kuwakilisha. Akatafutwa sana huyo mtu ni nani. Kwa wakati huu akapatikana Adamu. Haleluya. Mimi nasema vitu vimeandikwa kwa mafumbo sana. Msije mkashangaa kabisa kwamba kulikuwa na wanadamu wengine wakati kabla wa Nuhu. Sibisha hicho kitu. Hakitusaidii wala hakiwezi kutupeleka mbinguni, lakini yani inawezekana kwamba ni Nuhu, ni Adamu peke yake kwa wakati huo. Haleluya. Unajua kwa nini mimi nasema hivi? Nasema hivi, hakuna mshindi bila kushindanishwa, si ndio? Hakuna mshindi bila, huwezi kumtangaza mtu huyu ni mshindi wakati hajashindanishwa. Kwa hiyo kwa vovote vile lazima kutakuwa kuna competition au ushindani fulani umetokea, si ndio? Yesu anatajwa mshindi kwa sababu ameshinda pale msalabani, si ndio? Ameshinda kifo na mauti, si ndio? Akautwaa ule uhalisia na ule mfano wa Mungu, si ndio? Ndani yake, si ndio? Akatangazwa kwamba ni mshindi. Kwa hiyo tukizungumzia safari ya mtu kufanana au kuwa mfano wa Mungu, ni safari ya ushindi, yenye ushindani. Ukitaka kujua, nenda kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Amen. Sasa nikitaka kurudi, haleluya, tukitaka kurudi nyuma, inabidi tuongee maisha kabla ya Biblia kuandikwa. Amen. Kuna maisha pale Biblia ilipoanzia. Kuna maisha kabla Biblia kufanya nini? Kuandikwa. Huko sasa tunatakiwa kusafiri kwa roho tu, sio kuandiko. Yaani roho mwenyewe atuambie nini kilikuwa wakati huo. Haleluya. Lakini katika kufikiri, tufikiri tu hata kama ni kwa ujinga. Tuseme labda Adamu naye alikuwa na mshindani. Hawezi kutangazwa kuwa mshindi, lakini kuna mshinda. Sasa sijui ushindani wake ulikuwa ni upi na sijui kweli, lakini Bwana asifiwe. Bado kuna mafumbo mengi, lakini maandiko yanasema hivi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Biashara ndio inaanzia pale. Mtu anafanywa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Mavumbi ya ardhi yanatengene. Haleluya. Ingawa naye tukienda, na maana nakwambia, yani ukitaka kujua maisha nje ya Biblia inabidi roho akusaidie. Ingawa mpaka dakika hii tulipo hatujaiona sasa muendelezo wa watu kutengenezwa mavumbi yakitembea na kupulizwa. Ila tunaona wanaokufa wanaambiwa ulitoka mavumbini utafanya nini? Utarudi. Si ndio hivyo? Na pale mavumbini utasubiria mpaka siku ya mwisho utakapofufuliwa. Bado inawezekana kwa kuna mafumbo makubwa sana. Bwana asifiwe. Mradi wa Mungu kutengeneza mavumbi sijui uliishia wapi. Kwamba hata leo angekuwa anawatengeneza akina Adamu wengi, anawapuliza. Lakini tunaona watu wanaozaliwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa usiniulize maswali magumu, tafadhali. Mimi natafakari kama wao unavyotafaka. Tusiulize na maswali magumu. Kwa nini wanazaliwa? Sababu hao wanaokufa tungekuwa tunakusanya udongo alafu tunaufinyanga tunapuliza. Tembea bwana. Lakini kwa nini akifa tusema Mungu atamsaidia bwana, sasa azaliwa mtoto mwingine? Anyway. Kwa hiyo tunaona wanadamu wakizaliana, wanaongezeka kwa kuzaliana. Dunia inaongezeka. Haleluya.
Bwana asifiwe. Ndio sababu nasema neno la Mungu ni fumbo kubwa sana. Msifikiri tumeelewa kila kitu tunaposoma Biblia, tumejua kila kitu, hatujui. Yaani vitu ni mafumbo sana. Ila tustiki kwenye point kwamba basi kama Yesu alishindanishwa na wanadamu wa wakati ule, akashinda kiasi cha kustahili kuvaa ule uungu au kutwaa ule uungu, si ndivyo? Amen. Sijui Adamu naye mzungumzia sasa ni ule wa kitabu cha Mwanzo. Sijui yeye alishindanishwa na nani, lakini akautwaa asili ya nani? Ya uungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa twende hapa kwenye ule mfanano sasa. Ndio kitu ambacho nataka tufocus sana kwenye ule mfanano wa Mungu. Tunaona Adamu alipotoa ule mfanano wa Mungu hakudumu nao, alianguka. Sasa tunapozungumzia mfano wa Mungu, maana yake ni lazima ufocus kwenye vitu kadhaa. Moja, mtu mwenye mfano wa Mungu lazima awe na nguvu dhidi ya mauti. Sawa sawa? Kwa sababu Mungu yani Mungu, tunazungumzia Mungu hafi. Yeye anaishi milele. Haleluya. Ndio maana hata Yesu alipokufa tusije tukasema Mungu alikufa. Usiseme hivyo, Mungu alikufa. Ni mwanadamu Yesu, ni Mungu aliyevaa wanadamu ndani, si ndivyo? Akafa kama mwanadamu, alikufa kama mwanadamu, hakufa kama Mungu. Ila kufufuka kwake, haleluya. Sema kufufuka kwake. Kufufuka kwake sasa hapo ndipo inapodhihirisha uungu wake, kwamba sio mtu wa kawaida. Kwa sababu mwanadamu wa kawaida anakufa. Mwanadamu wa kawaida anakufa. Haleluya. Lakini hafufuki. Lakini ili kudhihirisha kwamba sio mwanadamu wa kawaida, ni Mungu ndani yake, ni ule ufufuo. Kwa nini alifufuka? Ni kwa sababu watu wapate kumwamini Mungu kwa njia yake yeye. Haleluya. Watu wapate kumwamini Mungu ndani yake, kwamba ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Lakini si hilo tu, kujua ule mfanano halisi wa Yesu wa kufufuka kwake. Amen. Kabla sijaenda ndani zaidi kiasi kile, nataka nikukumbushe mambo kadhaa. Pale bustanini kulikuwa na mfanano sio tu wa Mungu, yani kulikuwa kuna wanyama mbalimbali, si ndio? Wale wanyama walikuwa wanawakilisha mfanano fulani, mfanano wa tabia fulani. Ukiangalia mfano Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Kia hizi sura ambazo Mungu toka mwanzo alizikataa kwenye kitabu cha Mwanzo. Ndio maana akasema na tumfanye mtu wa sura. Hizi sura achana nazo. Atumfanye mtu mwenye sura yetu. Sasa kumbe hapa kwenye Warumi sura ya 1 mstari wa 23 kuna watu walioangukia hizi sura, ambao matokeo yake sasa hao watu wanaangukia kwenye tamaa. Hizo tamaa zinafanana na tamaa gani sasa? Zinafananishwa na tamaa za wanyama. Haleluya. Ndio maana sasa nasema hivi, hata pale mwanzo usishangae tukaenda mbinguni tukaambiwa mwanadamu wa kwanza aliyoumbwa si Adamu. Si shida, sitashangaa. Kwani hicho ndio kinanipeleka mbinguni au kinaniingiza kwenye uzima milele? Unaweza mkashangaa ufika mbinguni ukaambiwa mwanadamu wa kwanza alikuwa si Adamu, lakini ni kituko fulani kingine
kilifanyika hapa. Kuna kama mwanadamu fulani aliyeishi, lakini ukuta Adamu naye ametokana na uzao fulani, lakini Mungu alipofika pale kwake akaweka alama pap, huyu yes ndio mfano wangu. Kwa sababu si kila watu walifanana na Mungu. Elewa, hata Biblia inatofautisha inapoongelea kizazi cha wana wa Mungu, si ndivyo? Si ndio hivyo jamani? Kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo kuna watu wachache sana wanatajwa mpaka anakuja Kristo. Hawa ni watu ambao walikuwa na mfano wa Mungu, lakini kuna utitiri wa watu. Hata wale waliokufa karibia dunia nzima kwa gharika, ilikuwa ni utitiri wa watu usiohesabika, lakini wote wale walifeli kufanana na mfano wa Mungu. Kwa hiyo ilikuwa ni vifano fulani tu vya vidubasha fulani. Yaani Mungu anavyotazama. Bwana asifiwe. Sizungumzie kidubasha kwa maana walikuwa kituko. Walikuwa ni wanadamu tu wanaotembea, lakini kitabia hawakuwa na ule mfano wa nani? Amen. Si kuna watu wanajiita wachungaji lakini kitabia sio wachungaji? Au si kuna watu wanaosema wameokoka lakini kitabia sio watu waliokoka? Si kuna watu wanaosema ni mitume na injilisti lakini kitabia ni vitu viwili tofauti? Kuna watu wanaojiita maaskofu lakini kitabia sio maaskofu, si ndivyo? Duko wote pamoja. Sasa wale wamechukua mfano gani? Wale ndio wale wanaotajwa hapa, waliochukua mfano, waliobadili utukufu wa Mungu sasa kwa mfano wa hawa wanaotajwa sasa. Wanyama hawa ambao wanatajwa kwenye Warumi sura ya 1 mstari 23, kwamba hawa ndio waliobadili utukufu wa Mungu, kwa hiyo wakavaa sura za wanyama sasa. Haleluya. Kwa hiyo ilikuwa sio swala geni, kwa sababu hawa wanyama wanatajwa tena kwenye kitabu cha Mwanzo. Lakini hapa tofauti ni kwamba Mungu anamwambia Adamu, wewe utawatawala hawa wanyama sasa. Sawa sawa, Kwa hiyo ina maana mtu anapopoteza mfano na sura ya Mungu, anavaa mfano wa kutawaliwa. Toka mwanzo, kumbuka mwanadamu. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka sana, sisi sio asili yetu kutawaliwa na mwanadamu. Si Biblia haijasema hivyo, au inasema hivyo? Mungu anapomuumba Adamu hamwambii wewe na utaenda kutawaliwa. Hapana. Anamwambia wewe utatawala, si ndivyo? Kuna mtu ananielewa Na sisi maandiko yanasema sisi tutatawala pamoja na Kristo. Kwa hiyo asili yetu sisi ni watawala, sio watawaliwa. Tunapozungumzia watawaliwa unaongea lugha ya kawaida sana ya kibinadamu, lakini nikwambie sisi sio watawaliwa, sisi ni watawala pamoja na nani? Na Kristo. Inapotokea sasa tumetawalwa au tumetawaliwa na hivi vidubwasha sasa, mfano uzinzi, rushwa, ufisadi. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Tunakuwa hapa tayari na sisi tumehama kwenye ule mfano wa kutawala. Halo? Kama basi ni watawala wa mfano wa Kristo, maana yake ni kwamba bado tuko vitani kuitafuta sura ya Kristo isimame mbele yetu kama watawala, ili kutiisha dunia na kuvitiisha hivi vitu vyote vitambavyo. Umenielewa hapo? Umenielewa? Kristo ni mfano wa Mungu, si ndio? Lakini msifikiri tumemfikia Kristo kama alivyo, ila tuseme tumemwamini Kristo na tunamtazama Kristo. Sawa? Narudia, kama unafikiri inafundisha kitu kina maana, naomba usikilize. Mimi hichi kitu
Mungu amezungumza na mimi kwenye ulimwengu wa roho. Hata sikupanga kuja kufundisha hiki kitu. Hiki kitu Mungu amezungumza na mimi kwa mapana. Haleluya. Na wakati Mungu anazungumza, najua anataka nifundishe nini. Yaani unaweza kujiita ni Mkristo au kujiita ni mlokole, lakini umepoteza sura ya Kristo kwenye maisha yako. Umevaa vitu vingine tu, vinyago vingine tu huko. Ukishapoteza hivyo basi imekwenda hivyo. Ukisifanye mchezo. Ndio maana nasema lazima uone kwamba hiki kitu ni cha muhimu. Hiyo sura ya Mungu inapiganiwa. Haleluya. Sura ya Mungu inapiganiwa. Na lazima tuivae sura ya Mungu ili sasa tuweze kushindana na ulimwengu na tuweze kushinda ulimwengu. Bwana useme amen. Bwana useme amen. Sasa katika hilo umemwamini Kristo, umefanya vizuri. Lakini ni sawa na mtoto aliyetungwa mimba, ambaye kuna shughuli ya kuzaliwa atokee mto. Haleluya. Si kuna watu waliobeba mimba miezi 9 wakazaa ng'ombe au mbuzi. Mifano lakini kwa dunia sasa hivi, maana wakati wa zamani tulikuwa tuna mitandao, lakini vituko vingi vimetokea, si ndio? Sasa mimba, angalia na wewe kama mtu aliyebebwa mimba ambaye anatakiwa azaliwe kwa Kristo, si ndio hivyo? Azaliwe kwa mfano wa Mungu. Na hichi ndicho ambacho Kristo sasa Yesu alikuja. Unajua Adamu aliposhindwa tunaita nini? Kudumu kwenye ule uungu. Haleluya. Aliwafanya wote waliokuwa wanamtazama kwa wakati ule kama kioo wakafeli, si ndio hivyo? Sasa maandiko yanasema sisi ni Yesu mwenyewe ni nuru, si ndio, ya ulimwengu kwenye Yohana sura ya 1. Maana yake kwamba kama nuru kila mtu anamtazama yeye tu. Ili kumtazama kwake ile mimba ambaye ndio wewe unayekusudiwa kuzaliwa katika mfano wa Mungu ukamilike mpaka utakapozaliwa. Haleluya. Ndio maana tunaimba tutabadilishwa tufanane naye. Sije ukazaliwa katika ufalme wa Mungu kama mjusi. Tutabadilishwa tufanane naye. Haleluya. Kwa kila mtu anatakiwa kukaza pale macho yake ili afanane na mfano wa Mungu. Kwa hiyo ili si kitu cha ni. Ndio maana tunasema yani lazima ushindane ili upewe taji. Haleluya. Kwa mfano wa Mungu ilikuwa kama ni kutunukiwa taji. Kwamba sasa umeshinda bwana, umezaliwa katika ufalme wa Mungu na wewe ni mtoto wa Mungu, ni kama Yesu. Hapo sasa umeshashinda mauti, umeshinda kila kitu. Haleluya. Kwa hivyo sasa tunasema Kristo ndiye mtu aliyeweka jiwe la msingi la wanadamu na uungu, ya kwamba kila mtu lazima afikie kiwango kile kile. Ni sawa na mayai ya kuku, ili atotolewe bwana ambaye anakaa siku 21, si ndio? Likitotolewa kabla ya hizo siku linaitwa nini? Halijafikia, si ndio? Ule mtoto ataweza, tatokea kitu pale, si ndio? Yeye limeharibika, si ndio? Kwa hiyo na Kristo Yesu amewekwa kuwa mfano wetu ili tukimtazama tufikie kile kiwango cha uungu kamili. Tusizaliwe, wanaita njiti, kizungu wanaita premature. Tusizaliwe njiti, tusizaliwe premature, tuzaliwe tukiwa kamili. Yaani ukitazama sio unaongea wewe premature alikuwa ni mtu aliyekamilika
katika Kristo Yesu. Amen. Ukiangalia kwenye tuangalie kwenye Wakolosai sura ya kwanza nzea mstari wa kuvitazama vitu kwa namna nyingine tofauti. Amen. Na kuvitazama vitu kwa namna ya asili yake, kwamba hivi vitu viliumbwa ndani yake Kristo au kwa ajili yake Kristo. Haleluya. Na unaposema viliumbwa kwa ajili yake, maana kuliumba viliumbwa ili vimilikiwe, ili vitawaliwe. Unajua Kristo ni mamlaka ya Mungu duniani. Amen. Kristo Yesu ni mamlaka ya Mungu duniani. Ndio maana ukikosea mamlaka ya Mungu, au tuseme tukikosea mfano wa Kristo, tunajikuta tukiwa tumetawaliwa na vitu ambavyo hatuvipendi vitutawale. Sio nazungumza na mtu. Ngoja nikukazie vizuri uelewe. Sio kila kitu. Kuna vitu ambavyo vinatutawala kwenye maisha ambavyo hatuvipendi, si ndio? Ni vingi tu. Sawa sawa. Hivyo vitu sio kwamba vimekuja kwa bahati mbaya. Hapana. Hivyo vitu vimekuja na vimeruhusika kukupa onyo kwamba kuna mfano wa Mungu mahali unatakiwa urudie. Shanielewa pale? Ndio maana maandiko yanapozungumzia kuhusu kupigana vita, anasema hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili. Shanielewa? Kwa sababu silaha zetu zina nguvu katika Mungu. Maana yake ni kwamba unapojikuta kuna vitu vinakutawala usivyovipenda, ni wakati wa wewe kurudia uungu kwenye ulimwengu wa roho, utafute habari kutokea huko ambako vitu vyote viliumbwa huko, ili uvae nguvu na mamlaka kuja kutangaza mageuzi. Hapo ndio nakuja kuambia watu sasa, jamani mnakiona hiki kitu kinawatawala watu hakitakuwepo te. Watu wanasema bwana ni mtagani. Siko na mtu ananielewa. Bwana asifiwe. Habari yoyote sawa? Hata tuseme tu mifano, si nikupe mfano gani? Alikuwepo mfalme Nebukadnezar, si ndio? Alikuwepo Farao, si ndio? Farao, si unajua ile watawala wana wa Israeli, si ndio? Na wana wa Israeli wakajikuta chini ya utumwa wa Farao na Misri, si ndio? Wakatumikishwa kazi ngumu za mateso. Akaja Musa akawaambia, sasa sikilizeni, huyu Farao na hao wa Misri wote mnaowaona hao hamtaona te. Watu wakasema itakuwaje jamani? Hivi vitu vimetutesa. Haleluya. Kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Musa, amekutana na Mungu mahali, akavaa ule mfano wa Mungu, akaenda sasa kuwafichulia watu siri ambao hawakuwa na ule mfano wa Mungu, ya siri za mambo yaliyojificha ambayo hawajui, yanayohusu mabadiliko ya tawala na nyakati. Wale walioko chini ya utawala ule wanasema hiki kitu ni kigumu sana bwana. Kuna siku itaonekana kwamba Farao hata tabala. Sasa itakuwa ni ngumu. Lakini ilitokea haikutokea? Ilitokea haikutokea? Haleluya. Hayo ni machache tu. Uliza habari za watu kama akina Danieli. Uliza habari za watu kama akina Elia Mtishibi. Israeli wameanguka zambini. Walipoanguka zambini, wakatawaliwa na sura isiyo ya Mungu, sura ya Ahabu na Yezebeli. Hiyo ilikuwa ni sura ya kama hao wanyama wanaotajwa pale.
Lakini Eliya akakataa, akasema hapana, huyu si Mungu, si sura ya Mungu. Watu wanasema, Eliya bwana wewe ni mkorofi, kwa nini unasema si sura ya Mungu? Wakati Ahabu ni mfalme kabisa. Akasema hapana, hatukukusudiwa, haikuwa mpango wa Mungu tutawaliwe na hiki kitu. Sasa jamani, Bwana asifiwe. Eliya anaambia ngojeni, mtajua. Itakuwa 1 2 3. Kuhusu Ahabu na Yezebeli. Biashara ikaisha. Silisha. Haleluya. Silisha. Ndio maana hata sasa tunapochanganyikiwa tukavaa sura zingine, tunakosa majibu ya mambo kwenye maisha. Tunakosa majibu. Kwa sababu tunakuwa tumeiacha ile sura halisi ya Kristo. Tunavijivisha vinyago, vinyangarakata, vinyamkera, vidubwasha visivyo vya mfano wetu. Tukishajivika hizo sura, tunakuwa sasa kama ambavyo anasema kwenye Warumi sura ya 1, tunakuwa sasa akili zilizotiwa giza. Shanielewa? Kwa hiyo kila kitu tunachokiona naona yani ni hakiwezekani.